Ndugu zangu, ni wasalimu kwa jina la Yesu. Leo ni siku ya uhuru na leo nitazungumzia tathmini ya miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Lakini niseme tu, uhuru wa kweli unatolewa na Kristo. Uhuru wa kweli unatolewa na Kristo. Ukikaa ndani yake naye kakaa ndani yako, hapo unakuwa uhuru, na unakuwa uhuru kweli kweli, kama ilivyoandikwa kusema katika kile kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Inasema kwamba mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa tathmini yangu katika mambo mbalimbali ambayo yamefanyika miaka yote hii 64 ya uhuru, katika sectors zote, sijui kilimo, afya, sijui ujenzi, nini, zote vyote, kila kitu yamefanyika. Somehow kuna improvement, lakini pia bado tuna changamoto nyingi. Kwa hiyo leo nitazungumzia uhuru katika Kristo. Uhuru katika Kristo ni upi sasa? Kuwa uhuru katika Kristo. Unajua, ukishakuwa na uhuru katika Kristo, Kristo amekaa ndani yako na umekaa ndani yake, ndio uhuru huo unaweza ukaja na huko nje katika mambo mengine. Ila kama huko ndani yako, utu wa ndani yako hauko uhuru, yani bado uko dhambini, bado umefungwa katika dhambi, huwezi kusema uko uhuru. Tuangalie hapa katika utawala wa dunia, wengi tunasema tuko uhuru, lakini bado hatuko uhuru, tuko utumwani. Tuko utumwani kwa maana hakuna uhuru wa watu wenye dhambi, kama alivyoandika katika ile kitabu cha Isaya kusema kwamba hakuna amani kwa wabaya, asema Bwana wa majeshi. Na Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 6 hapa katika mstari wa 10 na ngapi hapa, 16, amjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa katika kutii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo unapokuwa dhambi unaitumikia, unafanya yaliyo mabaya, unafanya maasi ya kila aina, unakuwa katika utumwa wa hiyo kitu, utumwa wa huo ubaya. Kwa hiyo imeandikwa kuwa dhambi, kwa hiyo kama alivyoandikwa pia katika Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo unapokuwa dhambini ni mtumwa wa dhambi, unapokuwa katika haki unakuwa mtumwa katika haki. Kumbe watu wengi inawezekana bado tuko utumwani. Yawezekana bado katika nchi hii ya Tanganyika bado watu wengi tuko utumwani kwa kuishi maisha ya dhambi. Kwa kuishi maisha ya dhambi bado tuko utumwani. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mabaya yote tunayoyaona leo yakiendelea, yakifanyika, yani mfano mauaji, mfano dhuluma, mfano binafsi, sijui ufisadi, udhulumaji, udhalimu, unyonyaji, rushwa, uasherati, uzinzi, yote tunayoona yanafanyika leo, hayo yote ni matokeo ya dhambi. Dhambi ikitawala ndio mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo haya mambo ukiyafanya yakikutawala, yani ukawa mtumwa wake, mtumwa wa dhuluma, mtumwa wa rushwa, mtumwa wa wizi, mtumwa wa unyonyaji, tayari wewe unakuwa katika hauko uhuru tena. Ila uhuru wa kweli unatolewa na Yesu pekee. Uhuru wa kweli unatolewa na Yesu pekee. Baada ya kuamua na kuacha maisha yale ya ubaya, ndugu zangu wa Tanzania, tutakuwa na Tanganyika, tutakuwa huru kweli kweli, kama ilivyoandikwa hapa katika kile kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari ule wa 32, kwamba mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka kuwa huru. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka kuwa huru. Yohana 8:32. Kwa hiyo ndugu zangu, uhuru wa kweli upo katika Kristo. Ukimpokea Yesu akakaa ndani yako, nayo akakaa ndani yake, tayari uko unakuwa huru. Unakuwa huru. Ila kabla ya hapo hamna uhuru. Tusome hapa katika Yohana 8:32, anasema tena, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ile kweli ni Kristo, kwa sababu yeye Kristo anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Kwa hiyo namna zile za kuishi katika upendo, katika haki, katika utaua, katika uaminifu, katika huruma, huo ndo Kristo. Yani ndiko kuishi ndani ya Kristo. Ukiishi hiyo, ukaijua hiyo kweli, itakuweka kuwa huru, nawe utakuwa huru kweli kweli. Lakini pia tuangalie 36, anasema basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa maisha, ukiishi maisha ya utaua, maisha ya upendo, maisha ya uaminifu, maisha ya haki, maisha ya huruma, maisha ya kumuona mwenzako kama unavyojiona, hayo ndo maisha ya Ukristo, ambayo tayari wewe unakuwa ndani ya Kristo, naye Kristo anakuwa ndani yako, unakuwa huru kweli kweli. Lakini pia tusome katika Warumi 6 hapa.
Warumi 6 hapa na yenyewe imeelezea katika mstari ule wa 18 anasema, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi mkawa watumwa wa haki. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapokuwa katika dhambi tunakuwa tumefungwa, tuko utumwa wa dhambi, tunakuwa katika kama watumwa wa dhambi. Lakini tunaporejeshwa kuwa huru, tunakuwa tukatenda haki, tunakuwa watumwa wa haki. Heri kuwa mtumwa wa haki kuliko kuwa mtumwa wa dhambi. Lakini mstari wa 22 anasema, sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Yaani uzima wa milele ni kumjua Yesu, kumjua Mungu na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma. Mungu sio kitu fulani hivi, Mungu sio kitu fulani hivi. Mungu ni matendo mema ambayo tunakuwa nayo. Tukishakuwa na matendo mema, basi tayari hapo tuko huru. Huo ndio uhuru wa kweli ambao ninausema leo. Kwa hiyo ndugu zangu, uhuru wa kweli upo kwa Kristo pekee, upo kwa Kristo pekee. Ndugu yangu, mpokee Yesu akae ndani yako na ukae ndani yake. Uone sasa utakavyokuwa huru. Onjeni muone. Niwatakie siku njema na wakati mwema. Neema ya Kristo ikawa pamoja nanyi. Amen.